ambayo ilifanyika Shamra Bed, lakini mimi nilikuwa na wazo ambalo pengine inawezekana akawa ananisikia hapa ama nikawasilisha pengine nikiwaona. Lakini mashindano yalikuwa mazuri, of course nawapongeza kwa hilo. Lakini chenye ambacho mimi naona pengine kuna namna wakiboresha zaidi katika mashindano yanayokuja ni katika upande wa wale wageni waalikwa. Of course jana alikuwa mkuu wa wilaya pamoja na mkurugenzi. Of course wale ni watu ambao wanaweza kusupport timu ama kusupport chama cha wilaya kwa nafasi moja ama nyingine. Lakini what I think, nafikiri kwamba kwa mashindano yanayokuja tuwe basi tunawaalika wale wenye timu. Unajua mtu wa miaka 17 ana uwezo kuingia kwenye academy, kwenye under 17 ya timu ama under 20 ya timu kwa ajili ya kutengeneza. Tumeona Clement Mzize wametokea kwenye under 20 ama under 17. Sasa wakiboresha zaidi katika eneo la kwenye waalikwa wageni, itakuwa ni, mimi nafikiri itakuwa kitu kizuri, kwa sababu ukimchukua kwa mfano ukamwomba kiongozi wa KMC, kiongozi wa Yanga, kwa maana rais wa klabu ama mwenyekiti wa klabu, ukamwalika kwenye mashindano, sio rais wa TFF, viongozi wa vilabu. Kwa mfano kama hapa ilikuwa ni rais kualika Singida Black Stars, wako karibu, kualika Fountain Gate pia wako karibu. Niliwaona viongozi wa Mbuni na TMA pale, lakini kujaribu kuboresha na kutengeneza madaraja zaidi ingewapa watoto pia mileage kubwa, kwa sababu wanaonyesha kiwango, then what next, wanapanda ligi daraja, wanapanda daraja la zaidi, lakini baada ya pale watajipata lini? Sasa kwenye mashindano yanayokuja nafikiri wajaribu kuboresha zaidi, tuwaalike viongozi wa timu, tuwape barua za mialiko mapema, kwa sababu tunajua kwamba tumepanga mashindano yetu yatakuwa kwa raundi hii, yataisha siku fulani, mwezi fulani. Miezi miwili kabla ukimtumia Harris ama miezi mitatu Said barua kwamba tuna mashindano ya vijana finali, tunaomba uje ukaangalie vipaji. Mnawalika Mtibwa, pengine Mbeya City hao wamepanda daraja. Wanakuja wanaangalia, ukiondoka na mchezaji mmoja yule kwani ni advantage na mnajivunia. Sema unajua ina kwangu mimi haitapendeza ukimwalika kwenye hatua ya mwisho ya michuano hii. Sababu atakuja tu kama mpenzi mtazamaji, hakuna go ahead ambayo atatoa na hakuna chochote ambacho ataondoka nacho. Pengine atabaki tu kumsifia mchezaji ambaye amemuona yuko kwenye ubora siku hiyo. Pengine hata kwenye tournament ambazo zimeanza hajawahi kumuona, lakini anabaki tu kusema kwamba huyu ni mchezaji mzuri, huyu ni mchezaji ambaye ana talent kubwa. Kama sisi sijui kwa mfano kama sisi KMC bwana tumempenda mchezaji huyu, itaweza ikachukua hata miaka 10 usione wamefikia. Utaleta afisa habari nini ambacho anaweza kufanya kwenye club? Yeye ni mzungumzaji tu wa club. Unamleta sijui mwenyekiti, hana yeye atakachofanya ni atapendekeza tu. Lakini mwalimu ndiye anatoa hukumu ya mwisho wa mchezaji, kwamba huyu mchezaji pengine mimi nimempenda. Lakini ukioleta watu kama scouting wa klabu, hao ni watu ambao wanaweza wakakita kambi labda kwa miezi miwili ya tournament ambayo mnafanya, anaweza kama amepata nafasi kubwa ya kutazama mchezaji mmoja ambaye amemuona kwenye kila mchezo, akaamini kwamba huyu mchezaji anafaa, kuna kitu ana miss, kuna kitu akiongezewa na mwalimu, kuna kitu anafanya hivi, kuna kitu akiweka hivi, mwalimu anaona kwamba yes ana deserve kwenda kwenye timu ambayo ni ya mwalimu fulani wa daraja fulani. Leo kwa nini watu wanaamini kwamba mwalimu wa Simba bado anatamani kujiridhisha kikosi cha Ambrose Abraham? Ni kwa sababu anaona huyu mchezaji naweza nikampa nafasi kwa miemko, lazima nipate muda mwingi wa kutrain naye, kumuona hata nisaidia vipi kwenye setup yangu, vipi nitakapomtumia, vipi ambavyo ataweza akadeliver kile ambacho anakihitaji kwa muda mchache, kwa sababu akiangalia anatakiwa timu yake iwe bora kwa muda mchache na sio kwa kuangalia baada ya miaka 10 ndio mchezaji aje akadeliver. No, anahitaji almost 6 months ili mchezaji aje adeliver kile kitu ambacho anakihitaji. Na hiyo miezi 6 sio kwamba mchezaji anatokea bench. No. Mchezaji anakuwa yuko ndani ya timu, lakini anampa kwa dakika chache. Miezi 6 au ameprove kwamba anampa walau dakika 10 ama dakika 20
ama dakika 30 ama 45 minutes za kwanza zile za first half, kwamba hizi ndizo ambazo utakazozitumia. Ni prove sasa ili niendelee kukuonyesha kwamba uko hivi, na anaanza kumcalculate kwenye viwanja vya mazoezi mpaka unakuja kupata nafasi ya kucheza. Maana yake tayari umeshaonyesha ni namna gani ambavyo wewe una uwezo wa kufanya kitu ambacho mwalimu anakuelekeza. Anaanza kuona kwenye viwanja vya mazoezi ambapo ndipo muda mwingi unapopata nafasi ya kukaa na mwalimu. Sasa kwenye hii michuano unapompata scouting ambaye anakuja anayekuja kukaa na kuangalia michuano, ndipo ambapo unapata wachezaji wengi ambao wanakwenda kwenye sehemu nyingine, vilabu vingine, kwenye taasisi nyingine na maeneo mengine, kwa sababu anaona tayari kile kitu ambacho watu wanafanyaje wameshakiona kwenye mashindano yenyewe. Inaweza ikawa pengine wanaopata faida ya kuona ni hizo academy nyingine ambazo wao wanacheza nazo, ambao wanatamani hao wachezaji. Kwa mfano leo Black Eagle anaweza kawa anatamani amemwona mchezaji labda nyota au future, anaamini kwamba kuna mchezaji fulani nikimfuata tukiwa naye kwenye academy yetu kwenye tournament baadhi, basi tunaweza tukawa tunafanya vizuri na tunaweza tukapiga hatua na kuna sehemu tutakao tunaenda. Lakini ukipata nafasi ya kushare ideas na baadhi ya academy ambazo naamini zinafanya scouting ya kupata wachezaji ambao watakaa nao kwa muda mchache kwenye vilabu vyao ama under 20 zao na kuwapa nafasi kwenye timu zao za ligi kuu, basi unaweza ukaona michuano ikiwa inaenda kuwa na tija zaidi. Lakini ukiishia kusema tournament yetu ni hii hapa ama kualika hao watu wakubwa kwa sababu ya mchezo wa mwisho kwa ajili ya kuleta influence ya watu kuja uwanjani kwa wingi, unaweza moja kwa moja nikasema kwenye michuano imefeli. Lakini ukisema kwamba mimi nimeleta hawa watu kwa namna hii na hii na hii kwenye kuanzia tulivyoanza tournament mpaka hapa ambapo tumefikia, na leo labda pengine watatoa ripoti yao ni wanaondoka na watu wangapi, naweza nikasema pengine inaweza kwangu kaniambia umefaulu. Lakini sio unamleta afisa habari au unamleta sijui mwandishi mkubwa kwa vile ana influence. No. Mimi ninachomaanisha ni kwamba tuna okay sawa, tumemwalika mkuu wa wilaya. Of course ni sawa kwa sababu ni chama cha wilaya yake. Tumemwalika mkurugenzi, of course ni sawa kabisa. Lakini mwisho siku mkurugenzi pamoja na mkuu wa wilaya watasupport financial maybe ama jezi ama mipira ama au kutatua changamoto ambayo iko. Lakini hawezi kumchukua mchezaji hata kama amemwona ni bora pale akampeleka sehemu na tabaki kusifia, then mwisho wa siku atawasupport. Kama ameandika risala yenu mnaomba shilingi 500, maybe anaweza kapo 500 ama akasema na mimi ngoja nifike ofisini tujadili pamoja na wajumbe. Lakini sasa tunarudi, of course ni sawa, kiongozi amekuja, iko sawa kabisa. Lakini what next baada ya pale? Atakuja, atawasifia, atawasupport msimu unakuja basi. Lakini kile kipaji ambacho maybe kimeonekana pale kitaendelea kusalia pale. Ndio maana nikasema WTV wangekuwa wana mipango mizuri ya kwamba hawa watu wa scouting ambao wanafanya nao, maana yake Mtibwa, sijui Kagera, JKT, Azam, hata na vilabu vya Simba na Yanga wao kijani ndani zetu Fountain Gate, vilabu vya Simba na Yanga kijani ubabaishaji kwa sababu anaweza kusema mchezaji amempenda, lakini ukienda ukiangalia almost ya kikosi chao chote kimekamilika, yani hakuna mchezaji ambaye utamkuta na umri wa miaka 17. Yani wao wanahitaji mchezaji ambaye ni international. Unakumbuka lakini wakati wanamchukua alikuwa mchezaji gani wa Mbuni? Yuko Azam sasa hivi. Ndio wangu kuambiaje, Simba na Yanga ni wababaishaji. Lakini aliwezekana. Mimi naamini inawezekana hata huyo mchezo alimuona na ninachoamini ni kwamba inawezekana hakumweka Yanga, lakini aliona maybe tukimpeleka timu fulani tukamtafutia soko, tukimuona na performance ile nzuri tutamchukua. Lakini kama atakuwa na performance ya kawaida lakini tayari umeingia kwenye vilabu ambavyo ama cycle ya ligi kuu, tofauti na kwamba unabaki unacheza ligi ya wilaya. Mimi ambacho wanasema siku zote Clement Mzize ametokea, wanasema hiyo ona hakika gani ana miaka sasa na anamke na watoto kwa mujibu wa passport miaka 20 changamoto. Sasa unaweza kutengeneza passport yenyewe kwa 2002.
Nishakwambia ningekuwa nicheza mpira ningekuwa miaka 15. Lakini tunarudi kwamba Meshak ni sawa ana miaka 17. Maybe angechukua Azam leo akapelekwa kwenye coach cha under 17 ama under 20, angekaa pale kwa miaka 3 ama 4 hapa misimu 5, angekuwa na uwezo kujua kabisa mimi naweza kudeliver au nikafanye shughuli nyingine. Lakini nachotaka kuamini mpira ni kipaji. Of course kama angekuwa talent na mafunzo. Yes. Na mpaka unaona timu inamchukua, it means kwamba kuna kitu cha ziada ambacho anacho tofauti na watu wengine. Ana uwezo kwenda kukaa sehemu misimu 3 akajifunza, akashindana mashindano, then akapanda timu ya wakubwa. Yaani hata akifikisha miaka 25 hapana tu timu ya wakubwa, kwani kuna nini? Ila performance na kiwango chako. Ndio narudi sasa, tunaibua hivi vipaji. Then nini kinafuata baada ya vipaji kuviona? Kwa lazima sasa mimi nimesema nikishauri chama cha soka. Si ndio hivyo wanarudi zao mjini. Wilaya wajaribu kuangalia ni namna gani ambavyo wao baada ya kuibua vipaji vyao watoto